Ndugu waandishi wa habari, hayo ni mambo kati ya mengi muhimu yanayotupa ujasiri wa kuandaa maadhimisho ya miaka 21 TAHLISO, kwa sababu tunayo mambo ya kusema kwa nini tumeandaa, na tunayo ujasiri mkubwa wa kusema kwa nini tunaadhimisha miaka 21 taasisi yetu ya TAHLISO. Katika maadhimisho haya tutapata nafasi ya kujitafakari tulikotoka kama nilivyogusia, lakini tutapata nafasi ya kutafakari kwa pamoja tulipo na tunakoelekea, kwa kuangalia na kukumbushana changamoto za wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu na vyuo vya kati. Kama mnavyofahamu ndugu zangu, hakuna mahali popote duniani changamoto zimewahi kuisha. Kwa hiyo katika namna moja ama nyingine, jambo la kesho kutwa ama maadhimisho ya miaka 21 TAHLISO itatupatia pia platform ya kuweza kutafakari kwa pamoja namna gani tulikotoka, tulipo, tunakokwenda, hasa tukiangazia changamoto za wanafunzi na tukitafuta suluhu ya changamoto hizo. Ndugu waandishi wa habari, maadhimisho haya kwa heshima kubwa na mwitikio mkubwa, tunatarajia kuwa na wanafunzi wa vyuo na vyuo vikuu. Nikisema vyuo na maana ya kwamba vyuo vya elimu ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi nchini waliokuwa chini ya NACTVET. Tunatarajia kuwa na takriban ya wanafunzi 20,000 kutoka maeneo hayo, na hawa ndio wenye taasisi yao. Lakini pia tunatarajia kuwa na wageni wanafunzi katika mkoa wetu huu wa Dodoma, mahala ambapo tunafanyia maadhimisho haya. Takriban ni wanafunzi 5,000 watatoka mikoa jirani, kwa maana ya mikoa karibu, kuungana na wanafunzi wenzao katika mkoa wa Dodoma pale uwanja wa Jamhuri siku hiyo ya tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2025 kusherehekea miaka 21 ya TAHLISO. Ndugu waandishi wa habari, kwa heshima kubwa na unyenyekevu kwa heshima kubwa na unyenyekevu mkubwa, niseme kwamba maadhimisho haya yamepata bahati ya kuwa na mgeni rasmi ambaye ni mbunge wa bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia ni waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Tupige makofi kwa ajili ya hilo. Lakini maadhimisho haya tumeapa kauli mbiu yake. Kauli mbiu yake inasadifu umuhimu wa maarifa na elimu katika kuchochea maendeleo ndani ya taifa letu. Na kauli mbiu yenyewe inasema elimu bora kwa uongozi bora, vyuo na vyuo vikuu tutashiriki uchaguzi mkuu. Katika hilo mnipigie makofi na ambia ukweli.